Hivi ni kweli ulifika viwango ambavyo vya kusema hujajua vizuri Uislamu ukaondoka, au bado haujafikia vile viwango? Kwa hiyo mimi nadhani kwamba hata kutoingia kwa kina kujua nani Uislamu kwa kina sana kipindi hicho, nadhani kwangu ni faida, sio hasara. Sawa. Ningejua kwa kina nisingepata nafasi hii ya kuweza kwenda saa nyingine ningetetea kitu, ningetafuta kila namna kutetea. Maana ukishakuwa kindaki kule umekuzolea huko kule, ni shekhe, ni ustazi, ni fulani, utatafuta tu maandiko fulani kupachika ili kwamba ulinde kile utetee kile kitu. Kwa hiyo kitu kikubwa ambacho kilikufanya sasa utoke katika Uislamu haswa nini? Kitu kikubwa zaidi. Kuna kitu kinachoitwa revelation. Revelation ni ufunuo. Ina maana kwamba mimi kuna ufunuo ulioupata. Kitu ambacho sana cha ajabu kama nilivyokuambia, ni ile sauti ambayo ilitokea katika mwaka 1990 na ngapi? 98. Okay. Ambayo kwamba ni sauti iliyo dhahiri inayosema kwamba unatakiwa kufanya mabadiliko makubwa katika nini? Maisha yako ya nini? Ya kiroho. Hebu kwanza niseme hivi, kuna sura moja nilikuwa naipenda sana, labda niisome. Naisoma. Sawa. Alafu inaonekana kwamba ni ndefu, sio ndefu sana lakini isome. Kwa mfano surati al-Ala nilikuwa naipenda hata kwenye zile kuswali. Inasema hivi: Bismillahirrahmanirrahim. Sabbih isma rabbikal laila alladhi haraka fasawwa alladhi qaddara fahada walladhi akhraja al-mara faj'alahu ghutha'an ahwa sanukiruka fala tansa illa ma sha Allah innahu ya'lamul jahira wa ma yaghfa wa nuyansiruka lil yusra fadhankir inna fa'atin dhikra sayandhakaru man yaghasha wa yatajannabuha al-ashqa alladhi yafirana al-kubra thumma la yamutu fiha wa la yahya kad aflaha man tadhaka wa dhakara isma rabbi fa salla bal tuthiruna al-hayata ad-dunya wal akhiratu khairul wa abqa. Unaweza kuwapa ujumbe gani hawa ndugu zangu Waislamu? Okay. Kwa namna moja kama ninavyosema ni kwamba swala hili ulilouliza kwamba na washauri nini? Hao nadhani Bwana ama Mungu kama amewakusudia kumjua Kristo, hakuna wakuzuia. Sawa. Lakini kama hawajakusudiwa, bado hakuna wa kuwafanya waelewe. Ndio maana kwamba hizi dini zitakuwepo mpaka kuja kwa Yesu Kristo. Okay. Ubishi utakuwepo mpaka kuja kwa Yesu. Kwa kama wewe umeipata neema ya kumjua kwa viwango huyu Bwana anaitwa Yesu, uwe kuna wakati fulani umeelewa au hujaelewa, lakini ule moyo ile, hebu jaribu ule moyo wako, msukumo wa ndani na ile dhamira ya ndani itii, kwa sababu hakuna amani unaweza kuipata zaidi ya kumpata Kristo Yesu. Wengine wote ni wezi na wanyang'anyi. Sawa. Okay, kama ulivyoeleza mwanzo kwamba ulikuwa Muislamu na ulitoka katika dini ya Uislamu na kuwa Mkristo, ila inasemekana katika ile video ambayo tumetoa, wengine wanasema labda ulikuwa hujajua Uislamu vizuri na ukatoka. Ina maana labda ungefika viwango fulani vya kujua Uislamu isingekuwa rahisi kutoka. Hivi ni kweli ulifika viwango ambavyo vya kusema hujajua vizuri Uislamu ukaondoka, au bado haujafikia vile viwango? Okay, nadhani kwamba hilo kweli kuuliza swali kama hivyo ni swali la msingi sana. Okay. Ni swali la msingi kwa sababu sio mara moja. Mara nyingi ukikutana na Waislamu, yes, wanajaribu kujenga hoja hiyo. Ukisema kwamba nimeuacha Uislamu kwa sababu sio dini ya Mwenyezi Mungu, au una tofauti au una kasoro, lazima hoja kama hiyo atakuletea kwanza hoja andiko, lakini mwisho wa siku atachokisema ulikuwa haujajua Uislamu vizuri. Mara kama ungeujua Uislamu vizuri, sio rahisi kutoka. Je, ni kweli nilikuwa nimeujua vizuri au nilikuwa sijaujua vizuri? Kuna kipindi, kuna baadhi ya klipu wakati ninasoma, hata unaposoma Qur'ani, kuna saa nyingine katika usomaji wa Qur'ani kuna kusoma tu kama lugha, okay, lakini kuna mtu mwingine ana namna fulani kama mashairi, kuimba. Kuna madaha fulani ambapo saa nyingine yale madaha wanaona kama hiyo ndio Qur'ani. Na ndio maana kuna wakati fulani kuna mashindano ya kusoma Qur'ani. Okay, sasa yale mashairi wanaweza kaiona kwamba ni amana, lakini usijue tafsiri. Lakini tunachosema ni kwamba hii nayo inaweza ikaitwa labda Arabu supremacy. Kwa sababu mimi
tunaongea Kiswahili ambayo ni lugha ya pwani ya Afrika Mashariki ya kibiashara. Lakini mimi kwa asili yangu ni Msambaa. Ni mtu wa kutoka Lushoto, unaona. Kwa hiyo sasa hata kama ningekueje niko huku Tunduma kwa muda mrefu ni sehemu ya Unyamwanga. Lakini kwa sababu nilitoka kule nikiwa mtu mzima, kwa namna moja ni kwamba lazima lafudhi za lugha ya nini ya Kisambaa ziwepo. Okay, wapo wengine sawa wanaweza akajaribu kujitahidi akapotea. Hiyo ni lafudhi. Ndio maana nikakwambiaje kwamba kuna mtu mmoja anaitwa Francis Ndacha, Kiswahili chake ni cha Kenya lakini hoja zake ni za msingi. Lakini unaweza kukuta watu labda kwa mfano watu wa Dar es Salaam, watu wa Zanzibar, kule Mwambao anaongea Kiswahili na madaha fulani. Hasa na hoja ni swala tu la lafudhi ya lugha. Sasa ukisema kwamba nilitoka kwa sababu kwanza niseme hivi. Nimezaliwa kule na kukulia Tanga kule Lushoto. Yaani karibu tuseme katika familia ya Kiislamu kwamba ndugu zangu karibu ni wote nadhani kwamba asilimia zaidi ya 90 katika eneo ambalo nilikuwepo walikuwa ni Waislamu. Sasa tukawa ni miaka mingi kama nilivyosema zaidi ya miaka 50 wakati tukiwa na miaka kwenye miaka 6 kipindi hicho wakati kwa shule za msingi na kati ya miaka 70 maana kuna madrasa kwa tunakwenda unajifunza Qur'ani zile alfu bete fiji unakwenda kama ninavyosema vitu kama hivyo. Sasa utavyojifunza huku unaenda kwenye shule nyingine. Lakini wakati huo ni kwamba kwenye familia zile tunaposoma madrasa lakini kuna kuswali labda swala 5 alfajiri, adhuhuri, alasiri, magharibi, isha. Kwa yapo masuala yale ambayo kama ni ya msingi kwamba ukishakuwa Muislamu kwamba unajua ni Muislamu uko vile. Kwa hiyo sio kama wale Waislamu ambao kwa si umekwenda sana kwenye vyuo vikubwa kwenye nini Lakini vile vile ninachosema kama ni kusema umesomea kitu fulani ninachokiamini kikubwa baadaye kwamba dini ama imani za kimungu asilimia kubwa sio kusomea shule kama mtu anaweza kusoma labda mathematics, physics, geografia. Asilimia kubwa ya watu ambao ni manabii hawakusoma. Ukimtazama ni kwa mfano kama Yesu mwenyewe ukimuuliza kwamba amekwenda chuo gani hakwenda chuo chochote ila upeo wake ulikuwa ni mkubwa. Unapokuja mwenyewe wanamuita Bwana Muhammad ni kwamba alikuwa ni mtu ambaye hana elimu, hakusoma lakini alipata ufunuo, tunaita wahai. Kwa hiyo kwa namna fulani ninachokitambua ni kwamba ufahamu wa mtu hautokani tu sana na kusoma, inatokana na kipaji alichozaliwa, ni tunaita IQ, intelligence quotient. Alikuwa ni mtu ambaye tayari kama ameandaliwa kwa kitu fulani. Kwa lakini hili unaposema kwamba nimetoka katika Uislamu kwa sababu sijaujua vizuri, nadhani nayo inaweza ikawa labda ni fursa. Yaani kile kitendo cha kutojua zaidi kwangu ikawa ni fursa. Kwa sababu inawezekana kwamba ungejua zaidi ina maana kwamba ile roho ingekukamata. Sasa unajua ile roho ikikukamata ni kwamba inafikia hatua wakati wote haikupi nafasi ya kuingiza kitu kingine. Maana aliongea Yesu katika maandiko asema ni kwamba akasema kipindi fulani kwamba unapotaka kuweka divai mpya lazima kiriba kile kiwe kipya. Na kwamba divai ya kale inawekwa kwenye nini? Kwenye kiriba cha kale. Unajua tunasema kiriba maana yake ni chupa. Zamani chupa zilikuwa za ngozi. Kwa hiyo maana yake ni kwamba kama chupa ile ngozi labda ni ya mbuzi ikao imekaushwa, sasa ukiweka divai ile ya kale ile kwa sababu hayumuki tena itabaki vile vile. Lakini ukiweka divai mpya ambayo bado inaumuka, halafu kile ni cha zamani hakitanuki, kitapasuka. Kwa ninachosema hata leo hii kwa mfano ukienda hata kwa baba yangu wakati huo alijua kile kipindi nimegeuka. Wakati amekufa ile mwaka wa 2000 tulivyokuwa tukwenda katika mazishi kulikuwa na Waislamu wengi wamezunguka wakati nishapata neema ya Kristo. Kwa hiyo wengine vijana wakaanza kulia lakini watu wakati kati maustazi na nini nikianza kujibu baadaye waliambia msiongee naye huyu kwa sababu kwa upande wa kundi la vijana walikuwa ishaanza kunielewa lakini wale wakongwe wale ishaanza kutetea dini. Na mtu mwingine ni baba mzazi. Alikufa mwaka 2000 ila kabla hajafa mwaka 99
9 alisikia habari za mabadiliko yangu, lakini yeye hakuingia sana kujaribu kunihoji, na hata hivyo yeye kusema nimhubirie ilikuwa ni pagumu sana, kwa sababu tayari yeye ishakuwa ni nani, ishakuwa ni mzee, amekulia kwenye dini, ishakulia kwenye dini, ubongo wake na mafaili yamejaa, hawezi kuingiza kitu kipya. Kwa hiyo sasa la pili kusema kwamba hii itikadi huyu alikuwa bado hajakuwa Muislamu ndio maana hivi. Sasa ukisema hivyo katika kile kijiji chetu ina maana kwamba nilikuwa mpaka naongoza nani? Naongoza swala zile. Kwa sababu uongoze swala ni masuala mepesi tu. Kwamba namna kwamba unapofunga swala kuna nilikwambia pale mwanzo kuna sura moja inaitwa Surati al-Fatiha. Lazima isomwe mara kwa mara. Labda utaingiza na sura nyingine pale katikati. Utarukuu, utasujudu, vile vitu ni utaratibu wa kawaida. Kwa hiyo kwenye kukaririshwa maana tulikuwa tumekaririshwa vitu vingi. Ndio maana tajuzi wakati najaribu kusoma Surati al-Fatiha kuna wakati fulani unaweza kitu kapata miaka zaidi ya 50 iliyopita. Kwamba baada ya kutoka kule kulikuwa na ule Uislamu unakwenda ni kama mila ama desturi, kwa sababu ulizaliwa na kukulia mle. Sasa unaposafiri ukaenda nchi nyingine, kwa mfano tumekuja Tunduma, taenda msikitini, lakini kuna kitu ambacho ni kama hujui unachokifanya. Sasa inawezekana msikilizaji na mtazamaji akasema ilikuwa labda ni mvivu tu. Ninao ndugu zangu wengi ambao walikuwa wanakwenda mara kwa mara. Lakini nikisimama nao nikiwaambia nilicho nacho mimi baada ya kuwa Mkristo, nina hoja za msingi, naweza kuzungumza kitu. Kwa wao wanakwenda tu kama bendera fuata upepo. Kwa hiyo mimi katika wale ndugu zangu ambao tuko wengi, kwa sababu tumezaa watoto sio chini ya 70. Ukiacha kaka yetu wali yule, lakini na anaweza kama labda mtu mmoja tu mwingine, lakini katika wale wote sasa basi mimi ndio naweza nikasema Uislamu nilikuwa na uelewa zaidi kuliko hao ndugu zangu walio wengi. Kwa kama mtu atajenga hoja kwamba mimi nilikuwa sielewi, basi maana yake kwamba kumbe kuna Waislamu wengi wanaojiita Waislamu wanaburuzwa, hawajui nini maana ya Uislamu, kwamba hawajui. Kwa mimi ambaye unajua kama ulisema sijui, kuna wasiojua zaidi, maana hata pale nilikuwa imamu kwenye msikiti wetu. La msingi kwa maana sasa dini ya Uislamu imechukuliwa baadaye kama utamaduni. Nilizungumza pale mwanzoni, hakuna anayechagua mahali pa kuzaliwa. Kwa ukizaliwa Zanzibar mfano, asilimia kubwa au sema uzaliwe Uarabuni, automatically pale unajikuta ni Muislamu. Sawa. Kwa inategemea ulizaliwa wapi. Ukizaliwa sivi ni Italia kipindi cha nyuma kule, maana utakuwa Mkatoliki. Kwa mimi kama ninachosema ni kwamba mwisho wa siku kuna kitu ninachokiita neema. Na ndio maana nikirudi tena katika hiyo sura ambayo tulikuwa naisoma sana, Surati al-Fatiha. Kwenye Surati al-Fatiha ukiisoma ni kama muongozo fulani. Nikichukua sehemu moja ikisema hidina siratal mustaqima, kwamba tuongoze katika njia iliyonyooka. Japokuwa katika Qur'ani wanasema njia iliyonyooka ni Uislamu. Lakini ukisoma ile Hosea 14:9 inasema njia za Bwana zimefanya nini? Zimenyooka. Anasema hidina siratal mustaqima, siratal ladhina an'amta alaihim. Unaona? Njia ya wale uliowaneemesha. Sasa neema inapatikana wapi? Nikwambia siku ile kwamba kwenye Yohana 1:17 ilisema Torati imekuja kwa mkono wa nini? Wa Musa. Neema na kweli imekuja kwa mkono wa nani? Wa Yesu Kristo. Kwa ukitaka uombe neema, unakuta neema inapatikana kwa nani? Kwa Yesu. Kwamba ndani ya Qur'ani kinachoendelea zaidi ni kama Torati ya Musa imeingia na sheria. Lakini huku kwa Yesu ambako kuna neema, tunaokolewa kwa neema. Si kwa sababu ya sheria. Na hapa ndio hata tunazungumza hapa leo. Tunazungumza hapa leo nadhani kwamba siku ya 10 huu ya mwezi wa Ramadhani. Nadhani kuna siku ya kuchinja kwenye huu sio mwezi wa Ramadhani, mwezi wa huu Al-Hijja. Sio wamekwenda kuhiji. Sasa siku ya kichinjo kuna kitu wanaamini kwamba Ibrahimu ni suna ya kuchinja, kwamba Ibrahimu ataka mchinje nini? Ishmaeli. Sasa ukitazama habari za Ishmaeli pale, maana yake kwamba katika kumchinja kulikuwa na kitu kinachoashiria mwana kondoo. Kuna kipindi atakao amtoe mtoto wake nini? Mtoto wake wa pekee. Sasa Biblia inasema Isaka. Lakini Qur'ani inasema Ishmaeli. Maana aliambiwa mtoe mtoto wako wa pekee. Kuna watu wanaotafsiri kwamba mtoto wa pekee anaweza kuwa wa pekee ni Ishmaeli kwa sababu ndio wa kwanza. Kwamba mtoto anaweza kuwa wa pekee ni Ishmaeli, kwamba Isaka hawezi kuwa wa pekee kwa sababu wa pekee ni yule wa kwanza. Sasa hilo nao liuzushi tu fulani, kwa sababu aliitwa wa pekee baada ya Ishmaeli kuambiwa aondoke pamoja na mama yake. Alivyoondoka pale, yule ndio akabaki mtoto wa pekee.
Sasa unapotazama hili mtoto wa pekee ndio unalikuta tena katika nini Yohana 3:16 anaposema, anazungumza habari ya nini, kwa maana jinsi hii Mungu aliupenda ulimwengu hata akamtoa mwanae wa pekee ili kila amini asipotee bali awe na uzima. Kwa hiyo unajaribu kuona pale, angalia jinsi inavyoandaliwa mwana kondoo. Na Yohana 2, ile Yohana 2 ni Yohana 1:29 anasema, tazama mwana kondoo wa Mungu achukue dhambi ya ulimwengu. Kwa hiyo ukifuatilia hata hiyo kuchinja, wanaenda kuchinja, inawezekana kwamba ni maigizo tu, lakini ile kuchinja ni kuashiria kwa mwana kondoo halisi. Kwa hiyo ninaporudi sasa, narudi kule katika habari ya Uislamu kwamba kuna kwa mfano surati al-Ikhlas ile inaposema kul huwallahu Allahu thamadu lam yalidi wa lam yuladi wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Kwa inasema sema kwamba Mungu wako ni mmoja. Na ukitazama ni kwamba katika Biblia yote Agano la Kale nayo inazungumzia habari ya nini? Ya Mungu mmoja. Kwamba huyu Mungu mmoja ni kwamba anasema yeye, wao wanasema hakuzaa wala hakuzaliwa wala hana mtu wa kufananishwa naye. Kuhusu kufananishwa, kitabu kilichozungumza zaidi ni nini? Ni Biblia. Na ndio hata kama ile nani kitabu cha Yohana anasema, sikiza Israeli, Mathayo sura ya 6, kwamba Bwana Mungu ni Mungu mmoja. Kwa hiyo inadhani kwamba katika surati inayozungumza ni kwamba wao Waislamu wazungumza habari ya kumpwekesha, yani kumpwekesha nani? Mwenyezi Mungu, kwamba Mwenyezi Mungu, na hiyo nadhani kwamba ndio msingi sana wanaosimamia namna ya kumpwekesha nani? Mwenyezi Mungu, kwamba usimshirikishe na chochote. Lakini andiko hilo si kwamba tayari ilitoa Muhammad. Hilo andiko kilitazama ni kwamba ni andiko ambalo limepatikana katika Biblia kuanzia Agano la Kale hadi Agano Jipya. Mungu ni mmoja. Yani hicho ndio ambacho anasema, mimi ni Alfa na Omega. Kabla ya mimi Mungu hakuwepo Mungu, na baada ya mimi hata kuwepo Mungu mwingine. Kwa tunarudi pale kwamba, kwa hiyo kitu kikubwa ambacho kilikufanya sasa utoke katika Uislamu haswa nini? Kitu kikubwa zaidi. Okay, kitu kikubwa zaidi kilichonifanya, kuna kama nilikuwa nasema ni kwamba wakati kule tunakuwa kule Tanga, tunakwenda katika kufuata zile ibada ya Kiislamu, habari ya kwenda msikitini, habari ya kufunga mwezi wa Ramadhani, habari ya kutoa zaka na sadaka. Bado kwa kipindi kile kuna wakati fulani unamudu, kuna wakati fulani kata dini zote mzee kaenda usingine hata aende, lakini siku nyingine akawa mvivu. Sawa kabisa. Lakini baadaye kuna kitu ambacho, kuna kipindi ambacho kweli hali inakujia unapokuepo msikitini. Ukaamua sasa, wazungu sio wanasema kumeditate, sijui unakuwa kama uko pale msikitini ukiwa serious, una matatizo fulani na ukasoma ile Qur'ani, kuna wakati fulani unajiona kuna hisia unazozipata kana kwamba uko karibu na nani? Uko karibu na Mungu. Unajiona kabisa kama uko karibu na Mungu. Maana una majibu, kuna maswali ya maisha ambayo unayatafuta halafu huyapati. Kwa unapozama kwenye zile hisia, unasoma hata hizo dua huelewi. Lakini japokuwa huelewi, lakini kama kuna hisia ambazo unazipata. Hebu kwanza niseme hivi, kuna sura moja nilikuwa naipenda sana, labda niisome. Naisoma. Sawa. Alafu inaonekana kwamba ni ndefu, sio ndefu sana, lakini nisome. Kwa mfano surati al-Ala nilikuwa naipenda hata kwenye zile kuswali. Inasema hivi, Bismillahirrahmanirrahim, Sabbihisma rabbikal laila alladhi haraka fasawwa alladhi qaddara fahada walladhi akhraja al-mara faj'alahu ghutha'an ahwa sanukriuka fala tansa illa ma sha Allah innahu ya'lamul jahira wa ma yaghfa wa nuyansiruka lil yusra fadhankir inna fa'atin dhikra sayandhakaru man yaghsha wa yatajannabuha al-ashqa alladhi yafirana al-kubra thumma la yamutu fiha wa la yahya kad aflaha man tadhaka wa dhakara isma rabbi fasalla bal tuthiruna al-hayata ad-dunya wal akhiratu khairul wa abqa. Sasa bila kutafsiri, maana yake ni kwamba kuna kipindi hiyo unaweza ukaisoma sasa ukabadilisha sauti ukaenda kwenye mtiririko fulani, ule mtiririko unakuleta kama hisia. Sasa kuna hilo unakuta, kuna kipindi fulani unakuta mtu anasoma analia, lakini analia nini? Analia ni kama ile hisia, ni kama mlokole fulani hajaelewa. Sasa tulikuwa tunakwenda kwa hisia hizo, lakini mwisho wa siku kama ninavyosema, katika kutembea nikakuta kuna watu ambao labda ni Wakristo wa namna tofauti, marafiki zangu wanazungumza wa madhehebu mbalimbali. Saa nyingine wanavyozungumza ni watu ambao kama vile nawapinga kwa sababu
naweza kukosa hoja za msingi, lakini bado ni kama anishazoea ile dini yangu, nimekulia katika dini yangu. Kitu ambacho sasa ni cha ajabu kama nilivyokuambia, ni ile sauti ambayo ilitokea katika mwaka 1990 na ngapi? 98. Ambayo kwamba ni sauti iliyo dhahiri inayosema kwamba unatakiwa kufanya mabadiliko makubwa katika maisha yako ya kiroho. Kutokea ile sauti, maana yake ni kama nikaanza kufuatilia, ndio hapo nikajikuta nimeangukia pale EAGT. Kanisa lile la EAGT Tunduma. Kwa nani kipindi hicho alikuwa Bilali pamoja na Crispin, walikuwa kama ni walimu pale. Sasa nimekwenda pale, baada ya kufika pale nikajikuta kama ni kama kuna tofauti, kuna mabadiliko makubwa niliyopata ya kiroho. Yale mabadiliko kilichotokea, ikaonekana ndugu zangu ambao ni Waislamu pamoja na Ustaz Nasoro hapa Tunduma walikuja kusikia kwamba mimi ni kama nimeokoka au nimeritali. Walinifuata. Walivyonifuata, ni kweli wakati wanakuja sikuwa na maneno mengi, ila kuna ujasiri fulani nilikuwa nao kwamba hawa wajinga tu wakati kabla ya kuja wale watu. Hapo katikati nilikuwa siendi msikitini na nilikuwa saingia na kunywa. Kwa hiyo walikuwa hawanifuatilii. Kwa hiyo kwenye kunywa na kufanya vingine waona kama wameniachia tu. Sasa kitendo cha kusema kama labda nimemkubali Kristo, hapo kwao walionekana kama ndio nimekosea. Sasa kwa mfumo huo, maana yake ni kwamba ile ni kama tu ni namna tu fulani ya kutetea dini yao na mfumo ule, lakini hakuna hoja za msingi kwamba mbona nilikuwa nakunywa, mbona nilikuwa nafanya vitendo vingine kule hamnifuati. Hapo huko nilivyokuja kuokoka nikajikuta kwamba zile hali zote za ulevi, uasherati, vitu gani vyote vimekoma. Sasa mtu haangalii hivyo tu, anaangalia dini, alisema umeacha dini yetu. Mimi ninachotaka kusema ni kwamba narudi pale. Kuna kitu kinachoitwa revelation. Revelation ni ufunuo. Ina maana kwamba mimi kuna ufunuo ulioupata. Baada ya kuupata, pale mwanzoni nilikuwa naelewa kidogo. Walikuja wengi, akina Mwasumbi, kila mtu anayekuja kile kipindi unajua alikuwa na nguvu fulani. Yaani maana yake ni kwamba sina lugha, sina nani tuseme, sina hoja nyingi sana, ila kuna kitu nilikuwa nacho ndani. Nilikuwa na nguvu fulani. Nadhani nafanana na mtu mmoja ambaye alikuwa kipofu kipindi fulani. Kwenye Biblia Yohana sura ya 9. Yule mtu aliyekuwa kipofu aliponywa. Baada hivyo uponywa, watu wewe imekuwaje, nani yeye kuponya? Sasa mimi sijui chochote. Ila najua tu kitu kimoja ya kwamba nilikuwa kipofu, ila sasa nafanya nini? Naona. Kwa sasa mimi baada ya kukaa muda mrefu, hatua kwa hatua nikajikuta naanza kuona. Sawa. Yaani kule kuona maana yake nikaanza kuziona zile tofauti sasa kati ya Qur'ani na Biblia. Kule nilikuwa naona kama kwa kupapasa. Sasa na hapa naona kiuhakika. Sawa. Kwa sasa hapo haitajalisha kwamba, na ndio maana nakwambia kama ningekuwa labda wapo wachache ambao labda akiwa amebobea katika Uislamu, akiwa mwanazuoni mkubwa, akiwa shehe, kwa mfano kafikia viwango vya kina Dr. Zakir Naik kule India, au Ahmed Deedat South Africa, au kafikia viwango kwa mfano kama hawa kina Mazinge hawa, akina Dr. Sule, akina Shafii, yani wale kuna viwango wamefikia tayari, shajitangaza pale, ishajulikana pale. Huwa kuna wakati fulani kama anafungiwa kule. Maana yake ni kama ule moyo wako unafanywa kuwa mgumu. Hata Wayahudi kuna kipindi fulani ni kwamba walifungiwa, kishoamini uongo kwa muda mrefu unafungiwa ili usipate kuona. Kwa hili dini kama nilivyosema ni kwamba hatusomei. Lakini kwa sasa hivi maana yake ni kwamba kuna vitu vingi na vielewa zaidi kuliko ile habari tu ya kukariri zile aya. Unapokariri aya ni kama hata kuna mara nyingi nakutana na watu wengine, lete aya pale mwanzoni, lete aya. Ile saa nyingine ni jambo la kukupoteza katika mwelekeo kuna wakati fulani kama haujabobea sana katika mfumo huo. Kwa sababu mfumo wa maisha na mfumo wa ufahamu tunatofautiana kati ya mtu mmoja na mtu mwingine. Hebu nijikumbushe mimi katika ukuaji wangu. Shule nilikuwa ni mtu mzuri sana kwenye somo moja. Somo gani? Unajua hesabu au mathematics. Lakini masomo yale ya kukariri yale nilikuwa siko vizuri sana. Kwa nina asili ya kutokukariri bali kuelewa. Ni kama Yesu anasema katika 24:15 sema asome na afahamu. Kwa mimi kule shule za msingi kuanzia darasa la pili nafasi yangu katika somo la hesabu ilikuwa ni ya kwanza tu. Kwa mimi kipawa nilichopewa ni hesabu. Bahati nzuri kupewa hesabu, inawezekana nimepewa kitu kikubwa zaidi. Kwanza hata ndugu zangu Waislamu niseme hivi.
hata Uislamu, kwenye Uislamu, na bahati nzuri kwenye hili limekuwa vizuri, kwani Muislamu na hesabu zilikuwa nazielewa. Na nadhani kwamba hata Waislamu wengi wanazielewa hesabu. Kuna mtu mmoja anaitwa hizi hesabu za algebra ambayo herufi badala ya namba, ni Muislamu anaitwa nini? Aljabri. Lakini kuna kina wataalamu wa masuala ya tiba wako wengi sana. Tumesoma katika kile kipindi, najaribu kuangalia kwamba siendi mimi sizungumzii Muislamu au kwa kukalia kila kitu. No. Alikopatia mtu mpe haki yake, lakini ninachotaka kusema ni kwamba katika ile kweli hakuna uongo wote. Na hii ninachosema, hebu tarudi nyuma, lakini najaribu kurudi mwaka 1910 kidogo. Kwa nini narudi mwaka 1910? Ni kipindi ambapo Ukatoliki ukawa umepata nguvu, ndio ulioko, yani katika dhehebu duniani ambalo lilikuwa na nguvu ni Ukatoliki. Ukiacha kanisa la Coptic na Orthodox ambalo niyasema, Coptic la Misri na ile Orthodox la Ethiopia. Na kipindi hicho maana yake ni kwamba wanasema Muhammad ndio kapata nini? Wahai katika Jabal Hira. Sasa kwenye hilo Jabal Hira kuna mtu mmoja nadhani kwamba huyu kuna mtu mmoja mkubwa kutoka Zanzibar ambaye yeye alikuwa ameandika hadithi nyingi za Muhammad. Yeye alikuwa anasema aliona ilikuwa siku ya Jumatatu tarehe nini 17 mwezi wa Ramadhani katika mwaka wa 13 kabla mwaka wa Hija. Sasa ukitafuta elimu ya anga ya astronomy, siku ya 13 ya mwezi wa Ramadhani haianguki Jumatatu. Ndio maana nakwambiaje 17 Ramadhani kipindi kile kilikuwa Ijumaa. Kwa japokuwa huyo ni mwanazuoni mkubwa, lakini hapo naye amechapia. Ndio maana nakwambiaje mimi kitu ambacho nimekipata zaidi ambacho ninacho ni masuala ya hesabu. Sasa narudi katika mwaka 1910, kuja mwaka 1910 hadi kati ya 1300 kabla kipindi cha wanaita scientific revolution au renaissance. Kipindi hicho upande wa magharibi ambao kuna kanisa Katoliki la Roma waliita nini? Dark Ages au classical civilization. Dark Ages. Maana dunia upande wa magharibi ilikuwa kama imeingia gizani. Imeingia gizani kwa sababu Roman Catholic kuna vitu vingi ilivificha. Sasa upande wa mashariki ikaitwa ikawa ni golden age, yani kipindi cha dhahabu kwa upande wa Uislamu. Yani wakati wamefukia wale ikaonekana kwamba kuanzia Maka kwenda sehemu za kaskazini ambao ni Palestina, sehemu zote za nini kwenda Syria, kwenda Misri, yale maeneo yote yale katika maeneo mengi mpaka walikuchukua maeneo mpaka wanasema mpaka Cordoba ambao ni Spain. Kwa kipindi hicho Uislamu maana yake ni kwamba ulimwengu wa Kiislamu ustaarabu ulikuweko mkubwa sana. Na ni kipindi ambacho hata mahesabu, kwa sababu ili waangalie ramani kuelekea Maka walijifunza elimu ya anga ya astronomy. Lakini vile vile ukiacha hilo ni kwamba ili kupata mifungo ile ya mwezi wa Ramadhani, kwa sababu unaangalia mwezi. Kwa masuala ya mahesabu wakawa ni wataalamu wazuri wa mahesabu, na walivyokuwa wanateka maeneo mengi ulimwenguni walijaribu kuzikusanya elimu za ulimwengu. Kama unakumbuka kwamba katika eneo la Babeli ile ambao ni Iraq, baadaye ilikuwa ikawa sehemu ya Uislamu. Ukija Umedi na Uajemi ambao ni Iran, ambapo kuna kipindi walikuwa watawala ulimwengu, zile elimu wakazichukua mpaka walienda mpaka maeneo ya Ugiriki, eneo la Rumi mpaka Cordoba. Maana ni kwamba kukusanya zile mpaka yani hata hivyo kwenda mpaka Constantinople. Maeneo yale yote maana ile elimu waliichukua. Kuichukua ikaonekana kwamba kuna kitu wanacho. Sasa baadaye ukichanganya na vita, maana yake Uislamu ukao umechukua eneo kubwa la dunia. Sasa baada ya kuwa eneo la dunia, asilimia kubwa ni watu ambao hawajaujua Uislamu kwa kina, ila kwa namna fulani ule utamaduni wakawa wameupenda. Ndio maana kuna familia moja ya Muawiya ambao baadaye kuja nini? Nadhani hata ile Ottoman Empire. Ile Ottoman ambayo ilitetea sana ikawa ulimwengu wa Kiislamu kwa nguvu sana, lakini sio Waislamu wale ambao ni kindakindaki. Kwa namna fulani kama ninachosema ni kwamba dini ya Kiislamu ni baadaye ilikuja tu kama utamaduni fulani. Ndio maana nakwambiaje kwamba Muislamu na Myahudi huwa watu wale wanaingiliana. Ndani ya Qur'ani mle aliyoandikwa ndio yale ambayo yako ndani ya nani? Ndani ya Biblia. Kwa mfano kuna kisa cha Yusufu, kuna kipindi wataka wamuulize kwamba hebu tuambie habari kwa nini wana wa Israeli wamekwenda wapi? Kule Misri. Wakasema baadaye aya ikashuka kutoka kwa Mwenyezi Mungu, ndio ile surati Yusuf. Hata anaambiwa Mwenyezi Mungu kutoka mbinguni anamshushia kitabu kinachomwambia habari za nani? Habari za Yusufu. Sasa wakati habari za Yusufu zilikuwepo ulimwenguni kwa muda mrefu sana, kwa sababu Yusufu ni karibu miaka 1600 iliyopita, na taarifa zake Musa ameziandika. Kama Musa ameziandika, eti Muhammad au Waarabu hawajai kusikiza habari za Musa, ila ni Mungu tu ameshusha kule. Hii ni story ambayo kwa namna fulani ni kama hivi kuambia mimi baba yangu
nimezaliwa naye kule nyumbani, sawa? Sawa sawa. Amenizaa kule nyumbani. Nimeishi naye muda mrefu. Inawezekana nimeishi naye kwa muda gani? Kuanzia mwaka 63 mpaka miaka zaidi ya 40. Namjua ni baba yangu. Halafu baadaye atokee mtu anaanza kusema nimeshushiwa, baba yako alikuwa hivi, wakati mimi baba namfahamu. Kwa hiyo hizi namna fulani ni propaganda ambazo zipo katika hizi dini. Kwa hiyo mwisho wa siku naweza nikasema nimetoka kule katika namna hiyo ya kimiujiza. Sasa nimekuja huku upande wa pili. Je, nimekuja upande wa pili bado ni kipofu kama ilivyokuwa kipofu kule? Ule upofu haupo. Leo naongea kwa ujasiri kwa sababu kama nilikwambia, baada ya kuichunguza Biblia inao mtiririko kutoka Genesis mpaka Revelation. Yaani maana kutoka kitabu cha Mwanzo mpaka cha Ufunuo, ambao ule pekee yake mtiririko ukiutazama huwa hauna shaka, unajitosheleza. Kwa hiyo kama tunachosema kwamba hivi mtu anapozungumza kwamba labda haujaujua vizuri Uislamu ndio maana umetoka. Kuna wanaojua sana wanatoka, nao ni neema. Lakini nadhani kwamba inabidi hawa ambao wana Uislamu wa wastani ni vizuri kutoka, maana tayari kuna kitu Mungu anawapenda zaidi, kwa sababu ameamua wasibobee kule. Sawa. Ni sasa hata kwenye siasa kuna mtu akiwa ndani ya chama. Kwa mfano sasa hivi kuna masuala, tuongee Chama cha Mapinduzi Tanzania. Kuna kampeni, mtu akiwa kama kina Kingunge ndani ya Chama cha Mapinduzi akapata vyeo sana, akakaa muda mrefu sana kule, hata kama atakuta tofauti ndani ya chama, huwa kutoka kwake ni ngumu, na akitoka atashambuliwa sana. Lakini kuna wale ambao wana msimamo wa wastani. Mwenye msimamo wa wastani ana uwezo kuruhusu roho yake na akili yake kupokea kitu kipya. Anapata nafasi ya kupokea nini? Kitu kipya. Niseme la pili, nikigusa hili, hata Yesu alivyokuwa anakuja. Yesu alivyokuwa anakuja alikuta Mafarisayo, alikuja Masadukayo. Hata kama angeongea vipi wale, auambie injili nyingine hawatamuelewa. Lakini alikuta wale watu wa kawaida ambao wale ndio waliomuelewa. Kwa hiyo mimi nadhani kwamba hata kutoingia kwa kina kujua nani Uislamu kwa kina sana kipindi hicho, nadhani kwangu ni faida, sio hasara. Ningejua kwa kina nisingepata nafasi hii ya kuweza kwenda saa nyingine ningetetea kitu, ningetafuta kila namna kutetea. Maana ukishakuwa kindaki kule umekuzolea huko kule, ni shekhe, ni ustazi, ni fulani, utatafuta tu maandiko fulani kukupachika ili kwamba ulinde utetee kile kitu. Sasa mimi sio mtumwa wa chochote. Unaweza kuwapa ujumbe gani hawa ndugu zangu Waislamu? Okay. Kwamba naweza nikawapa ujumbe gani baada ya kutoka kwenye Uislamu? Sasa hili jambo kama unavyosema, haya masuala imani tofauti sana na elimu ya kawaida. Kwani hawajui? Wapo wengi sana kwa sasa hivi Tunduma, wapo wengi. Huwa kuna kati fulani hata wanaogopa hata kunisemesha, kwa sababu wakishasema huwa hoja nyingi sana washinda. Kwa hiyo ukisema ni wape ujumbe hivyo wa kawaida, hizi dini ikimkamata mtu dini yanakuwa kama sio ameelewa kitu gani. Ikishamkamata ndio maana mimi ni neema kiasi kwamba hajui mtu, lakini ukimwambia umpe ujumbe wa kwamba huko uko sawa, sio lugha ya kawaida. Ndio maana nasema kwamba nadhani kwamba hili suala la dini Mungu huwa anahusika kwa viwango vya juu sana. Yaani hilo niseme kwa dhati kabisa. Ndio maana narudi pale mwanzoni kwamba haya mambo ni ufunuo. Maana ni kwamba Mungu huwa anakujua kabla ya kuwekwa nini? Misingi ya ulimwengu. Kumwamini Yesu Kristo sio swala la elimu, sio swala la shule, sio swala la hoja tu. Ni swala la Mungu anakujua kabla ya kuwekwa misingi ya ulimwengu. Anajaribu kubadilisha moyo na roho. Na ndio maana kuna baadhi ya watu ambao si watu wazuri sana, yani hawana uwezo wa juu wa elimu kueleza, ila anakuta kuna kitu alichokutana nacho. Kwa hiyo Ukristo umejengwa juu ya msingi huo. Ni kwamba Mungu alikuwa anakujua kabla ya kuwekwa misingi ya ulimwengu. Ukapitia dini yoyote ile, ila anakujua. Nadhani huu mfano ni sawasawa na nani? Kidogo Paulo alivyokuita Sauli. Afadhali hata Sauli alikuwa anajua, lakini baadaye kule kujua kwake kote kulikuwa kwanza alivyokutana na Yesu kulikaa pembeni.
Kwa alivyoanza na moja, alianza na moja na Yesu. Bahati nzuri alikuwa amehifadhi baadhi ya vitu vya Kiyahudi. Okay. Kwa hiyo Ukristo hatusomei. Hakuna anayesomea Ukristo hata siku moja. Kwa hata mtu akisema labda kuna jamaa ukisomea sana, unasomea sana nini? Unasomea sana Uislamu. Sasa Uislamu unasomeaje? Kwa sababu kama anavyosema kwamba anazungumza kwamba kila mtu anazaliwa kuwa Muislamu, ila baba yake anaweza kumbadilisha kuwa Yahudi ama Mkristo. Unaona? Kwa hiyo kwa namna moja kama ninavyosema ni kwamba swala hili ulilouliza kwamba na washauri nini? Hao nadhani Bwana ama Mungu kama amewakusudia kumjua Kristo, hakuna wakuzuia. Sawa sawa. Lakini kama hawajakusudiwa, bado hakuna wa kuwafanya waelewe. Ndio maana kwamba hizi dini zitakuwepo mpaka kuja kwa Yesu Kristo. Okay. Ubishi utakuwepo mpaka kuja kwa Yesu. Kwa kama wewe umeipata neema ya kumjua kwa viwango huyu Bwana anaitwa Yesu, uwe kuna wakati fulani umeelewa au hujaelewa, lakini ule moyo hebu jaribu ule moyo wako, msukumo wa ndani na ile dhamira ya ndani itii, kwa sababu hakuna amani unaweza kuipata zaidi ya kumpata Kristo Yesu. Wengine wote ni wezi na wanyang'anyi. Sawa sawa.